Wassalatu wassalamu sallallahu alayhi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa rehema zake na neema zake juu yetu. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuwezesha na kutuafikisha kukutana tena katika ukumbi wetu huu. Kama ilivyo kawaida, tunakutana kwa ajili katika masiku haya ya Ramadhani, ikiwa na lengo la kukumbushana na kuelekezana yale ambayo tunayotakiwa kuyafanyia bidii zaidi. Alhamdulillah, tukiwa tupo katika Ramadhani mwishoni, alhamdulillah, tunaiaga Ramadhani. Kwa ufupi, tunaiaga Ramadhani, na Ramadhani imekuja kama tuelekeza jana hapa Sheikh Saidi. Allah ametuambia ayyama ma'dudat, Ramadhani ni siku chache sana. Ayyama ma'dudat ni siku chache tu ambazo Allah amezifaradhisha, lakini zenye faida kubwa kabisa lau kama tutaitumia vizuri. Allah amefanya mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa mabadiliko, utubadilishe kiimani, kiakhlaki, kimwenendo na kadhalika, tubadilike kutoka level moja kwenda level nyingine, tuweze kufikia na tuwe katika sura ile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaitaka kwetu sisi. Kwa hiyo tukiwa tunauaga mwezi wa Ramadhani leo 27, wengine 28, alhamdulillah. Kwa hiyo lazima tujikite katika namna mzuri ya kuuaga mwezi wa Ramadhani, isije ikawa tumefunga tumehangaika, tukajikuta yale yote tuliyohangaika nayo tukaja tukaharibu siku moja tu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayyuhalladhina amanu atiu llaha wa atiu rasul wala tubtilu a'malakum. Ya ayyuhalladhina amanu, wale ambao mmeamini, atiu llaha wa atiu rasul, mtini Allah na mtini mtume. Wala tubtilu a'malakum, msiziharibu ibada zenu mlizofanya. Zitunzeni ibada zenu mlizozifanya, zitunzeni, bimaana hakikisheni kwamba mliyoyafanya yanabakia imara, na kuzitunza kwake ni kuendelea kuyafanya mema, kwa sababu utaratibu ulivyo, ukifanya mema kufanya baya, ukifuatishia jema, basi yale mema yani baya yanafuta. Ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala alizungumza. Na hivyo hivyo kinyume chake, umefanya mema alafu kaja kufanya mabaya, basi utajikuta unayafunga mabaya, kwa sababu al-ibaru bi khawatimiha, mazingatio ni namna gani tunahitimisha. Namna gani tunahitimisha ndiyo kinachozingatiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, yub'athu al-'abdu ala ma mata, anafufuliwa mtu kwa namna na kile alichokufa nacho. Umekufa vipi wewe? Umekufa katika maeneo gani? Katika mazingira gani? Basi yale ndivyo ambavyo mtu atakavyokuwa amefufuliwa. Kwa hiyo tunatakiwa tujitahidi kufanya bidii kabisa kwamba tunakwenda mwishoni. Maana yake Ramadhani inavyoondoka ndio inaondoka na tuache, lakini kuondoka kwa Ramadhani na sisi umri wetu ndio unafanya nini? Unazidi kuondoka. Kwa hiyo lazima tujibidiishe kabisa hii Ramadhani iweze kuwa imetushepu, imetutengeneza mazingira mazuri kabisa. Kwa hiyo madha alaina kaifa nuwaddi shahr Ramadhani, vipi tunauaga mwezi wa Ramadhani? Alaina an nuwaddi Ramadhani bimithli ma istaqbaltahu, namna yetu sisi kuuaga mwezi wa Ramadhani mimithili mastakbalna, namna tulivyopokea, bitaati, tumeupokea tukiwa na furaha na shangwe kwamba tunaingia katika ibada muhimu kabisa, kwa toa wal imani, na kwa imani kabisa, wal birri, na kwa wema, wal ihsan, na kwa ihsani, tukafanyia na ihsani za hali ya juu kabisa. Level yetu ya kufanyia na ihsani, ikram, kusaidiana, kuhurumiana, kuombeana dua, kufanya hivi na hivi, yote hayo alikuwa yamejikita katika nyoyo zetu na katika nafsi zetu. Kwa hiyo tunatakiwa tujitahidi tudumu katika sura ya namna hiyo, tuwe waendelevu na tushikie katika sura ya namna hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala kwa anamwambia mtume, fastaqim kama umirta,
kuwa na msimamo, shika istikama kama ulivyoamrishwa istikama. Na Allah subhanahu wa ta'ala sema ya innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, hakika ya wale ambao waliokuwa wamesema rabbuna Allah, Mwenyezi Mungu ndio Mola wetu, thumma istaqamu, kisha wakashika msimamo, wakawa imara na imani yao ile namna walivyomwamini Allah subhanahu wa ta'ala, basi alla takhafu wa tahzanu, teremka malaika wakawaambia msihofu kule mnakoenda, wala msiogopee kile ambavyo msihuzunike na kusikitika yale ambayo mlioyaacha ninyi, kwa sababu sisi ni wasimamizi wenu, nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah, sisi ni wasimamizi wenu katika maisha ya akhera na maisha ya duniani. Nini istikama? Alikwenda mtu mmoja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya Rasulullah, mimi nimekuja an as'aluka, nikuulize jambo ambalo la as'alu, sitomuuliza mtu yeyote mwingine baada yako wewe Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, kul amantu billahi thumma istaqim, sema nimemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, thumma istaqim, kusha simama imara. Kusimama imara ndio jambo muhimu sana, ile imani, mtu kuingia katika dini, kutekeleza amri zake Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah tunatekeleza, lakini vipi uimara wetu kubakia thabiti katika dini hii? Hilo ndio jambo ambalo la msingi na tunatakiwa tulifanya, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah, anawaimarisha Allah subhanahu wa ta'ala, anatia nguvu Allah subhanahu wa ta'ala wale waliomwamini Allah subhanahu wa ta'ala katika maisha hapa duniani na kesho akhera pia watakuwa imara kabisa. Kwa hiyo lazima tuwe imara katika dini yetu, tushike msimamo uliokuwa sawa sawa na dini yetu, isipatikane chochote sisi kuwa imara katika dini. Manake usipite upepo wowote ule wa kututoa sisi katika dini, manake hii dunia ina mambo mengi, imejaa vurugu kubwa kabisa, kila kona ina vurugu zake. Mitaani kuna vurugu, maofisini kuna vurugu, barabarani kuna vurugu, popote utakapokuwa wewe unatembea imejaa vurugu. Kwa hiyo inabidi lazima kuwa imara katika dini, mpaka watu wanatakiwa wasimame imara. Allah subhanahu wa ta'ala amehimiza hayo, ametuelekeza hayo, watu wanatakiwa wakae imara katika dini yao, na wala asijekuwa wao wanayumba kwa mazingira au kwa namna yote ile, wanatakiwa wabaki imara. Na hao ndio wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala ataweka pamoja ma alladhina an'amta alayhi. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Nisa anasema, walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bi, lau wao fa'alu ma yu'adhuna bi, wangefanyia kazi yale ambayo wewe unawaidhi, unawakumbusha, unawaelekeza, ambayo yanaonekana ya kawaida tu, wana hivyo istikama, kushika dini na hivi na hivi, basi lakana khairan lahum, hilo jambo lingekuwa ni bora sana kwao. Wa ashaddu tathbita, na uthibiti na uimara wa hali ya juu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala hadainahum, na tutawaongoza wao katika njia iliyokuwa sawa sawa. Wala atainahum min ladunna ajran adhima, na tutawapa malipo yaliyokuwa makubwa kabisa. Kwa hiyo ni vipi watu watapata ithbati? Allah anasema lau watu wangefanyia kazi ma yuadhuna, yale ambayo wewe Mtume sallallahu alaihi wasallam anawakumbusha, na anatukumbusha Mtume yeye anatukumbusha kupitia Qur'ani, hadithi zake, mafundisho yake, matendo yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatufundisha, basi Allah anasema walau annahum fa'alu ma yuadhuna bi lakana khairan lahum wa ashaddu tathbita. Ukitaka uimara, uthibiti, usimama sawa sawa katika dini, ni kufuata maelekezo yake Allah subhanahu wa ta'ala, kufanyia kazi muongozo na maelekezo yale ya kawaida. Kama kuna jambo limekatazwa unaliacha, na kama kuna jambo limeamrishwa basi unalifanya na kulipupia. Basi huko ndio njia ya kuwa mtu thabiti katika dini, hakuna namna nyingine. Wala isifikiriwe na isidhaniwe kwamba uthubutu ni kuwa hivi, uthubutu ni kudumu katika kutekeleza maelekezo yake Allah subhanahu wa ta'ala na kuyaacha makatazo yake. Kwa hiyo tunatakiwa tuiage Ramadhani kama ambavyo tulivyoipokea, isije ikawa tunaiaga Ramadhani then ndio tumefungasha kila kitu, tukaona kwamba basi Ramadhani imeondoka na zile ihsani zetu, wema wetu, imani zetu zote zikawa zimefanya nini? Zimeondoka kabisa. Tizama kule Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa anaizungumzia Ramadhani. Kwa anaizungumzia Ramadhani akasema, fa in shatama au sababta ahada, akikutukana, akikushambulia mtu yeyote, basi falyakul, umwambie kwamba inni sumtu, usiniharibie funga yangu, mimi nimefunga.
Usije ukanitobolea hii funga yangu, nimefunga hii funga ni kinga, na kinga ili iwe imara inabidi sitobolee. Wewe unataka kunitobolea, unataka kuniharibia. Sasa nini maana yake? Humjibu mabaya, humjibu vibaya. Maana yakwambia inni sumtu, kwamba humjibu vibaya, utaingia hapa. Inatufanya funga tuwe imara. Allah anasema katika waja wema wale ambao idha khatabahumul jahiluna qalu salama, wanaposemezwa na watu wa ovyo. Kuna watu wengine anakuprovoke makusudi, yani anakuchokoza, anakutengenezea mazingira wewe uripuke, useme mabaya, useme hivi, utukane, ufanye hivi, au kwa namna yote anakukasirisha makusudi. Basi Allah subhanahu wa ta'ala anawaelezea watu wema, wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Hawa watu wakisemezwa na majahili, watu wasiojielewa, watu wasio nini, qalu, maneno yao wao ni salama, anasalimika yeye na ubaya wake. Na ndio maana kule Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Muislamu aliyokuwa imara, aliyokuwa thabiti kabisa ni yule ambaye mansalima almuslimuna bilisanihi wa yadayhi, waislamu wenzie, jamaa zake, ndugu zake, jirani zake, wanadamu wenzie wamesalimika na ubaya wa mikono yake na ubaya wa midomo yake na maneno yake. Na utatizama Mtume sallallahu alaihi wasallam anazungumza kwamba wamesalimika watu na mikono yao na ubaya wa mikono yao, na wamesalimika na ubaya wa midomo yao. Sasa hivi unaweza kusema mimi sisemi, mimi naandika tu, lakini utaona Mtume ameshaizungumza. Maana unaandika, unaweza kaandika neno moja tu hapa, tayari umeshamharibia mtu mfumo wake, maisha yake, ushamvuruga mtu, umeshamvua mtu nguo, umeshamtu dakika moja tu hapa. Wewe umekaa tena, pengine uko ndani, uko katika kitanda chako, umekaa umenyosha miguu hivi, unamvua mtu nguo, unamdhalilisha mtu, unamvunjia mtu adabu, unamvunjia mtu utu wake na heshima yake dakika moja. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Muislamu ni yule ambaye wenzie, wanadamu wenzie, Waislamu wenzie wamesalimika na ubaya wa mikono yake na ubaya wa maneno yake. Nini? Ramadhani imetufungashia, imetuelekeza kwamba anapokuja mtu akataka wewe kukuchafua, kukuvuruga, wewe falyakullahu inni swaim, mimi nimefunga. Basi hii notion tunaondoka nayo mwezi wa Ramadhani katika maisha ya miezi 11 mengine tunaishi katika sura ya namna hiyo. Anavyokuja mtu akakushambulia, akafanya hivi akafanya hivi, ukamwambia wewe umefunga, unakuwa umesalimika. Rahimallahu abdan, Allah anamrehemu mja kala khairan faghanima, atakayesema maneno mazuri akachoma wema, au sakata an su'i fasalim, au akanyamaza kutokana na maovu aliyofanyiwa, akatulia kimya. Mtu kakufanyia ubaya na kutengenezea mazingira na hivi na hivi, fasalima, ukasalimika. Hata Allah subhanahu wa ta'ala kule alikuwa anawaelezea watu wema, watu bora kabisa, anasema ni wale ambao walkadhimina alghaidha, wale ambao wanaomeza machungu wakavumilia, wasimjibu mtu vibaya, na uwezo wa kumjibu anayo na haki ya kumjibu vibaya anayo, lakini akafuata muongozo na maelekezo ya Allah, akaona sina sababu ya mimi kumshambulia. Kwa hiyo tunatakiwa tuipokee, tuiage Ramadhani katika sura namna hiyo. Lakini pia kama hafadhna, kama tulivyohifadhi ala salawati, swala zetu tumejitahidi, birukuiha, rukui tumezichunga, wasujudiha, sijida zake, wakhushuiha, wakhudhuiha, sijida, unyenyekevu na nini, kuwai jamaa, kuwai takbira ya imamu, kuwai kablia, baadia, ukaziswali, adhkari ukawa umezileta. Basi namna hii ambavyo tulivyokuwa tumedumu katika sura hii namna hii, fahalla baqina ala hadhihi alhala, namna gani uzuri ulioje tungeendelea kubakia katika hali ya namna hii. Allah anasema hafidhu ala salawati wassalati alwusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu ala salawati, zitunzeni, zichungeni swala. Kuswali ni jambo lingine, kuswali ni jambo lingine, tunaswali alhamdulillah. Allah anasema hafidhu ala salawati, zichungeni, zihifadhini swala zenu mnazoziswali, wasalatul usta, na salatul usta hiyo nayo muichunge zaidi. Tunaielezea salatul usta kama ni salatul asri, lakini waqumu lillahi qanitin, kusimameni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa watiifu. Basi vile ambavyo tulivyokuwa tunaiendea swala ndani ya mwezi wa Ramadhani, bikhushu'in wa khudhu'in, yani kwa unyenyekevu, unawahi jamaa misikitini, alhamdulillah, pengine takriban swala zote tumewahi takbira ya imamu, umewahi kuswali kablia, umewahi kuswali baadia, umewahi kuswali tahiyatul masjidi,
Basi namna hii ndivyo ambavyo inavyotakiwa, namna hii ndivyo ambavyo inavyotakiwa. Tumechunga nyakati, tumetunga, na hii inatuwezesha tusiingie katika kundi lile ambalo Allah anasema fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u salata wattaba'u shahawati fasawfa yalqawna ghayya. Allah alielezea watu wema, mitume na nini na nini, akasema ulaika alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i. Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyina min dhurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dhurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadayna wajtabaina idha tutla alayhim ayatul rahmani kharru sujadan. Allah anawaelezea hao ni watu wema ambao walikuwa wako imara thabiti kabisa, na zinaposomwa aya za Mola wao basi wanakuwa wanaporomoka kwa ajili ya nini? Ya kumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wapi? fakhalafa min ba'dihim khalfun Allahu salata wattaba'u shahawati fasawfa yalqawna ghayya. Wakaja watu baadaye wengine Allahu salata, wakazipotezea swala, hawachungi adabu zake, hawazingatii mipaka ya swala, wanajisikia sikia tu vile wanavyoswali, wanajisikia leo nikaswali, ataswali, asipojisikia basi fakhalafa min ba'di khalfun Allahu salat. Lakini mbaya zaidi, wattabau shahawati, wakaendekeza matamanio yao vile ambavyo yanavyowaongoza, vile ambavyo wao wanaongoza. Lakini Ramadhani imetukipu, Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah anasema as-salatu asiyamu li wa ana ajizi bi, kwa sababu huyu mtu ameacha matamanio yake kwa ajili yangu mimi. Ramadhani imetuongoza tukaacha matamanio, lakini tumekuja kutekeleza ibada za swala kwa umakini kabisa, basi tunaondokana kabisa katika lile kundi ambalo Allah amelisemea vibaya, lile ambalo fakhalafa min ba'dihim khalfun, wakapatikana watu baadaye Allahu salat, wamezidhoofisha swala, wamezipotezea, wattabau shahawati, afu wakawa wanafuata matamanio yao, jambo lile analolipenda yeye, analojisikia, analoona, basi ndio anataka liwe hivyo hivyo. Hata kwenye dini, kwa mujibu wa matakwa yake ndio anataka dini iwe hivyo. Dini haiendi kwa mujibu wa matakwa ya mtu bwana, dini ina utaratibu wake, dini imenyoka, dini imenyoka. Allah anasema qayyiman, dini hii iko imara kabisa, imenyoka. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Kwa hiyo tunapokuwa Ramadhani imetushape, imetuwezesha kuswali, tunakuwa tumenusurika. Lakini pia tumenusurika huko, Allah anasema, sura tunasoma kila siku katika juzu amma, fawailul lilmusallin, ole wao wale ambao wanaoswali. Yani wanaswali lakini wametangaziwa balaa, wametangaziwa kichapo. Kwa nini? Alladhina hum an salatihim sahun, ambao wao swala zao hawatunzi. Alladhina hum an salatihim sahun, ambao swala zao wao hawazingatii. Yani anapojisikia ndo anaswali, anapoona kwamba mimi nikaswali na hivi na hivi. Lakini Ramadhani imetushepu, wewe mwenyewe unajikuta saa ngapi sasa hivi? Sasa hivi bwana, nitakuja kumalizia hiyo issue baadaye, ngoja nikapate rakaa kidogo. Hukubali Ramadhani swala ikupite hivi hivi. Basi vile ambavyo tulivyozitunza swala, basi ndivyo ambavyo tunavyotakiwa tumalizane na Ramadhani na ituwezeshe, na hii ndio tutafikia ile Allah alivyosema la'allakum tattaquna, funga imekuja ili mpate kuwa wacha Mungu. Kwa hiyo tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala tuwafikishe. Lakini pia kana saumu lana junnatun wa wiqaya, funga hii ilikuwa ni ngao na kinga, wa hisnan, na hifadhi ya hali ya juu, minashayatini, kutokana na mashaitani, wal insi, na wanadamu, mashaitani insi wal jinni. Kumbuke Allah subhanahu wa ta'ala, Mtume sallallahu alayhi anatuambia kwamba wamefungwa mashaitani pingu, milango ya moto imefungwa, haifunguliwi tangu mwezi wa Ramadhani umefanya nini? Umeandame. Sasa funga hii ilikuwa ni kinga. Sasa vipi? fahanna aman ala nafsina bibaqiyati al-aami bila hisn, vipi tujiaminishe miezi 11 iliyobakia tukawa hatuna kinga? Funga ni kinga madhubuti kabisa, imara kabisa. Asiyamu junnat, funga ni ngao kwa waumini, inawazuia na mabalaa na matatizo mbalimbali. Hata Mtume sallallahu alayhi wasallam amemwambia shababu wale ambao hawana uwezo wa kuoa, amesema ya mashara shababa man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj wa man lam yastati' fa alayhi bisawmi fa innahu lahu wija. Funga ni kinga, ni imara. Sasa Ramadhani imemalizika, lakini funga hazijamalizika. Utaona tukimaliza tu Ramadhani tuna siyamu sitati min Shawwal, siku 6 za mfungo mosi, tunazipambania, tunazipigania. Kila mwezi tunafunga mwezi 13, 14, 15, bali kila wiki tunafunga Jumatatu na Alhamisi, tunafunga za Ashura, tunafunga za Arafa, tunafunga miezi mitukufu Muharram na hivi na hivi. Basi funga hizi zipo, tusije tukaona kwamba Ramadhani imemalizika basi tena
tumeshamaliza mabalaa ya kufunga funga tena hatuna, basi kamba hii ipo ya kuweza sisi kutufunga na kutudhibiti na kuwadhibiti na kuwatia adabu hawa mashaitani na majini wa kishaitani na mashaitani wa kibinadamu na mashaitani wa kijini. Na utaona ibada ya funga hata siku za kawaida ukifunga mashaitani wa kibinadamu na wa kijini pia utaona utakavyokuwa nao mbali unavyonusurika. Lakini pia mwezi wa Ramadhani, kumna Ramadhana imanan wa ihtisaba, tumesimama mwezi wa Ramadhani usiku, kila mtu alikuwa anajitahidi. Wanaosimama majumbani mwao wanasimama, wanaokwenda misikitini, wengine wanasafiri masafa marefu, pengine akasafiri masaa mawili, anafuata tarawehi katika msikiti fulani. Kuna kiraa safi, imamu anayeswalisha anapiga kiraa mpaka unaona raha, na wakati mwingine hata tafsiri haijui, lakini ile kiraatul Qur'ani inatembea katika mishipa ya damu. Basi anaona raha ya akaacha kila kitu chake huko nyumbani kwenda kusali nini, kwenda kusimama qiyamul layli. Basi Allah subhanahu wa ta'ala, qiyamul layli kipo, visimamo vipo, ibada za swala zile. Allah anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, aqimis salata, simama waisimamisha swala. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala anakuambia simama usiku, nafilatan asa an yabathaka rabbuka makama. Anaambiwa mtume ili akufikishe wewe katika cheo, katika daraja ya hali ya juu. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameshasamehewa mpaka maswahaba akawa anamuuliza bibi Aisha, anamwambia ya Rasulullah, Allah kadi ghafara laka, Mungu kishakusamehe, unahangaika nini? Unasimama mpaka miguu nyayo zinavimbiana. Sema awala nakuna abdan shakura, kwa nini mimi nisije kuwa mja mwenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala? Basi tuna wajibu sisi tujitahidi kuendeleza swala zima la kusimama usiku. Kusimama usiku ni ibada bora kabisa, na ndio ibada iliyokuwa imewabeba maswahaba. Miongoni mwa ibada zilizokuwa zimewabeba maswahaba ni swala zima la kusimama usiku. Lakini pia khitaman, tulikuwa sisi khatamna al-Qur'an, tumehitimisha Qur'ani, tumesoma Qur'ani alhamdulillah. Wapo waliohitimisha mara 3, mara 4, mara 5, mara 6, mara 10, alhamdulillah, kila mmoja kwa juhudi zake. Wapo waliosoma pengine juzu 2, juzu 3, juzu ngapi, kila mmoja kwa nafasi yake. Basi hii Qur'ani hii kila siku iwe, au katika maisha yetu ya kila siku, Qur'ani inabidi iwe ndio nyenzo yetu ya kuisoma. Usikubali ikakupita siku bila kuisoma Qur'ani ukaingia katika kundi lile ambalo Allah amesema. Mtume analalamika, ya wakala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura. Allah, watu wangu wameihama hii Qur'ani. Kumbuka, ukihama Qur'ani, Allah anasema man yashu an dhikri rrahman, mtu yote atakayepuzia mwenyewe Allah anasema katika sura Az-Zukhruf, wa man yashu an dhikri, atakayepuuzia hii Qur'ani utajo wake Allah subhanahu wa ta'ala, nuqayyid lahu shaytan, tunamwekea shaytani tu. Wewe una Qur'ani utakuwa na nini? Kama huna Qur'ani wewe utakuwa na nini? Wa man yashu an dhikri arrahmani nuqayyid lahu shaytana, tunamwekea shaytani fa huwa lahu qarin. Huyo ndo anakuwa mwenzie, unakuwa busy wewe na shetani. Sasa shetani huwa namna gani? Wallahu aalam, mwenyewe Allah Mwenyezi Mungu anajua, na kila mmoja anajijua mwenyewe. Tujitazame sisi nafasi yetu na Qur'ani, tuko wapi na wapi. Tusikubali kupisha katika vichwa vyetu, katika miili yetu, katika vilivyo vyetu, tukaipisha Qur'ani tukaiacha. Na Mtume anasema kwamba la tajalu buyutakum makabira, msifanye majumba yenu makaburi. Iqra'ul Qur'ana, someni Qur'ani katika majumba yenu. Makaburini ndio haisomi Qur'ani. Makaburini kule hakuna kusoma Qur'ani. Wenyewe wale maiti wamelala, hawana uwezo wa kusoma Qur'ani, na ninyi mkienda pale hamtaki kusoma Qur'ani, mnatakiwa kuombea nini? Kuombea dua wale maiti kwa namna moja ama nyingine. Na hata Qur'ani mkisoma kwa ajili yao wao ni kwa ajili ya kuombea dua maiti, lakini makaburini sio sehemu ya kusoma Qur'ani, haisomi Qur'ani. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam, la tajalu buyutakum makabira, majumba yenu msifanye makaburi. Kwa vipi? Kwa kusoma Qur'ani. Someni Qur'ani, nyumba zenu ziwe Qur'ani inasoma, na nyumba ambazo Qur'ani inasomwa ni nyumba ambayo iko salama, inahifadhiwa, mashaitani hawaingii. Shaitani anasema kwamba la mabita lakum, hakuna sehemu ya kulala leo hii nyumba Qur'ani inasoma. Lakini majumba yetu haisomi Qur'ani. Yasiposoma Qur'ani ndo Allah anasema man yashu an dhikri rrahman nuqayyid lahu shaytana, tunamwekea mashaitani. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema wakadhalika anzalnahu Qur'anan arabia, tumeiteremsha hii Qur'ani kwa lugha ya Kiarabu. Wasarrafna fihi min alwaidi, na tumepambanua makemeo, adhabu zetu namna mbalimbali watu watakavyokuwa wameenda kinyume, la'allahum yattaqun, ili watu wapate kumwogopa, au yuhdithu lahum dhikr, au ikawapa ukumbusho wa kukumbuka kwamba
Ili jambo ni hatari kwetu sisi. Kwa hiyo tunatakiwa tujitahidi, lakini pia hafadhna, tulijitahidi kujihifadhi na kujitunza kadra wasana, kadiri ya uwezo wetu, ala kulubina min ghawailil hawa, nyoyo zetu tuliziimarisha zisiingie kitu chochote za kuzifadhaisha na za kuzivuruga nyoyo zetu, kwa sababu moyo unatakiwa uwe salama. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kupitia kwa Nabiiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam kwamba yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Haitomsaidia mtu kule ukenda kwa Allah, hata kama ulikuwa na mamilioni, una hivi, una watoto, una kila kitu, haisaidii. Lakini kule mtu atakayekuwa salama ni nani? Man atallaha biqalbin salim, yule ambaye amekwenda kwa Allah na moyo ukiwa salama. Mwezi wa Ramadhani tumejitahidi, kila mmoja hana mfundo, hana chuki, hana bughudha na mwenzie, nyoyo zetu ziko salama. Basi tujitahidi hivyo hivyo nyoyo zetu ziendelee kuwa salama. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam naye akasema, ala atambueni fil jasadi mudghah, katika mwili wa mwanadamu kuna pande la nyama, idha salahat, pande hilo likikaa sawa, salaha aljasadu kullu, mwili mzima unakaa sawa. Wa idha fasada, na pande hilo likiharibika, fasada aljasadu, mwili mzima unaharibika. Ala wa hiya alqalb, tambueni pande hilo la nyama ni moyo. Na kweli hata wanadamu katika level ya kawaida nasema, sema bana na moyo wako bana, sema na moyo wako bana, usiwe hivyo, usende hivyo bana. Sote tumejitahidi mwezi wa Ramadhani, nyoyo zetu zimekuwa salama, hatuchukiani, hatubughudhiani, hatukerani, hatuna husda, hatuna chuki, hatuna lile, hatutizamani vibaya, hatudhaniani vibaya. Miongoni mwa magonjwa ya nyoyo ni kudhaniana vibaya. Tunasema iyyakum wadhann, tahadharina kwa dhana mbaya, fa inna dhanna akdhabul hadith, dhana ni uongo mbaya kabisa wa mazungumzo. Na Allah subhanahu wa ta'ala amesema kwamba jitanibu kathira min dhanni, enyi watu jiepusheni na dhana, wala tajassasu, msipekue mambo ya watu, unauliza wala yaghtab ba'dhukum ba'd, wala mtu msisengenyane, msichukiane, msichochezeane, msifanye hivi, bali Qur'ani inatuelekeza hata kuitana majina mabaya hatutakiwi kuitana. Mwezi wa Ramadhani tumejitahidi kuhifadhi nyoyo zetu zisiingie chochote cha kuweza kuwa na kuvuruga. Kwa hiyo tunatakiwa tujitahidi Ramadhani tuache katika sura ya namna hiyo, tufike salama. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala tuwafikishe na tuongoze na atujalie ambao tumefika salama na Ramadhani imetunufaisha kwa namna moja ama nyingine. Alhamdulillah, inshallah kesho Sheikh Mabuga atatufungia darasa letu. Leo ilibidi awepo, lakini amedharurika hapa na pale. Tutafungia darasa letu kwa yale ambayo yanayofuata baada ya mwezi wa Ramadhani, inshallah, kwa rehema zake na neema zake. Tunamuomba atuwafikishe na tuongoze. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Alhamdulillah rabbil alamin.